بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وارحم اللهم مشائخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. Ikhwani fillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tupo katika kudurusu maelekezo ya dini yetu kwa faida yetu, haswa mambo ambayo yanafungamana na mwezi mtukufu huu wa Ramadhani, kwa sababu tuna ulazima wa kuyajua mambo ambayo yatatufaidisha katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Na leo biidhnillah tutazungumzia kipengele kidogo kabisa ambacho kinasema manzilatu siyamu Ramadhan, nafasi ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, cheo cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na Waswahili hutuambia sisi kwamba usiyemjua huwezi kumthamini. Ikiwa humjui mtu umthamini, lakini pale unapomjua ndo unampa ile nafasi yake. Kwa baki nami kwa muda mchache kabisa, tujue hii Ramadhani ina nafasi gani kwetu sisi, ina nafasi gani katika Uislamu. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema, innama yakhsha Allah min ibadihi alulama, kwa hakika wale ambao wanamuogopa Mwenyezi Mungu na kumchelea hasa ni wale wanomjua Mwenyezi Mungu. Ikiwa humjui Mwenyezi Mungu, vile vile utakuwa humpi ile haki yake. Wama qadarullah haqa qadri, hutomwabudu Mwenyezi Mungu vile ambavyo unastahiki ikiwa Mwenyezi Mungu hujamsoma, hujamjua. Kwa hiyo na sisi tumo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ikiwa hatujausoma mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, yale yaliyokuwemo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi kila jambo lako katika mwezi huu utalifanya kwa haraka haraka. Lakini wale ambao wanajua nafasi ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mambo yao wanafanya kwa utulivu, kwa sababu wanajua yana natija kubwa kabisa duniani na akhera. Anasema mwenye kitabu, fa inna shahra Ramadhan kad khassahu Allahu ta'ala ala sairi ash-shuhur bitashrifi wat-takrim, kwa hakika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani Allah subhanahu wa ta'ala ameuhusisha maalum kuliko miezi mingine bitashrifi wat-takrim, kwa utukufu na heshima. Mwezi huu Allah subhanahu wa ta'ala ameufadhilisha kuliko miezi mingine kwa kuupa heshima, kwa kuupa utukufu. Kuna sisi tuikamate heshima hiyo na utukufu huo. Wa anzala fihi alquran azim, na akateremsha Allah ndani yake Qur'ani tukufu ndani ya mwezi huu. Wa faradha siyamuhu shahr, na akafaradhisha kufunga ndani ya mwezi huu, shukran ala hadha al-in'ami wa fadli al-amim, ili tupate kushukuru kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na neema kubwa kama hii na kutokana na fadhila ambazo zinamiminika katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhani. Tulete shukurani. Wajala siyamahu ahadu mabani al-islam, na akajalia kufunga ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ndiyo moja ya majengo ya Uislamu, kwa sababu Uislamu unajengwa kwa vipande vipande. Kuna swala, kuna zaka, kuna saumu, kuna hija na mambo mengine, lakini na mwezi mtukufu wa Ramadhani vile vile unajenga lile jengo ambalo litimie kwa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Allati la yaqumu ala ghairiha wala yastaqimu, kwa kupitia mwezi huu mtukufu wa Ramadhani
kwa kuwepo hii Ramadhani unasababisha jengo hili litimie. Ikiwa mwezi mtukufu wa Ramadhani hujaufanyia kazi vilivyo, haiwezi kusimama kwako wewe Uislamu, hata ukisema mimi ni Muislamu. Kwa sababu ili usimame vizuri Uislamu, manake na hili jiwe na hili tofali la saumu libandikwe sehemu yake, ili jengo hili litimie la Uislamu. Wasanna lakum qiyamuhu nabiyukum alkarim, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akakufanyieni ni sunna kusimama katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, kusimama kwa ajili ya ibada kama tarawehe na witri na mfano wake. Mtume ameweka hii utaratibu. Shahrun barakatin wal khairat, huu ni mwezi wenye baraka nyingi, wal khairat, na wenye khairi nyingi kabisa. Na baraka, neno baraka manake ni anumu, kitu kukua, wal ikthar, na kuzidi, ndio baraka. Na ndio maana tunasema nimekuja nipate baraka zako, manake nimekuja kwako wewe, jambo langu hili liwe kubwa na zaidi, Mwenyezi Mungu alitie baraka. Kwa pale unapoenda kwa mtu, nimekuja kutaka baraka zako, kupata baraka zako, maanake unataka jambo lako lile liwe zaidi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alichukua na alipokee. Kwa kuna khairi nyingi na baraka nyingi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Shahru ijabatu da'awati, ni mwezi wa kukubaliwa maombi yetu. Ni mwezi huu kwamba wewe una shida zako chungu mzima, jikite, yani usikupite swala wala jambo lolote isipokuwa wewe umenyosha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa kuonyesha mapenzi, mahaba kabisa unaonyesha, na udhalilifu unaonyesha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, unaonyesha unahitaji. Omba, Mwenyezi Mungu atakupa. Ni kunakubaliwa tu dua zetu. Shahru iqalatul atharat, ni mwezi ambao wa kusamehewa yale mambo tuliyoteleza. Sisi kama binadamu tunateleza. Mwezi wa kula mchana ule tunateleza katika makosa tofauti. Unajikuta umeteleza, ushaingia katika jambo fulani, unajikuta umeingia katika jambo fulani, umeteleza sana wewe, na inawezekana umeteleza nafsi yako au umetelezeshwa. Kwa hiyo mwezi huu ni msamaha wa wale matelezo yaliyokutokezea. Kwa hiyo manake tunatakiwa tujivute tukamati kweli. Shahru mudhaafatul hasanati, ni mwezi wa kuongezewa mema. Ile sunna tunaiswali, sunna rakaa 2 zile tunoziswali zinalipwa kwa fardhi, na hiyo mtu anaiacha sunna kwa fardhi, na hiyo fardhi mara 70 inaongezewa. Kile kitu kidogo kinaongezewa. Ukitoa shilingi, kama mwezi wa kula mchana umetoa shilingi 1 kwa thawabu 10, manake sasa hivi unatoa shilingi 1 kwa thawabu 100. Zinazidishwa tena na tena. Anasema shahrun, huo ni mwezi mudhaafatul hasanati, shahrun ifdhalati an-nafahati, ni mwezi ambao unaonyesha ubora zaidi wa nafahati, na anakuja wanasema ule upepo wa baraka unakuja katika mwezi huu. Na kweli hata kukiwa na joto, unalihisi lile joto la mwezi wa kawaida, mwezi wa kula mchana, na joto la mwezi wa Ramadhani unahisi kidogo linafifia. Kwa huu una sifa zake maalum. Shahrun, ni mwezi ambao i'taqul arriqabul almubiqati, ni mwezi wa kukombolewa shingo ambazo zimefanya makosa makubwa, zinakombolewa. Wewe jikite tu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu anakupokea na anakusamehe kabisa. Shahrun, huu ni mwezi la yudalu bihi siwahu min al-awqati, haufananishwi na miezi mingine katika nyakati. Mwezi huu wa Ramadhani haufananishwi. Qala Allahu Ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu tukufu, shahru Ramadhana alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayinatin min alhuda walfurqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Mwenyezi Mungu anakutakieni katika mwezi huu, anakutakieni yusra, wepesi, wala yuridu bikum al-usr, hakutakieni mazito. Kufunga si adhabu.
anailea nafsi kutoka kwenye kiburi, kutoka kwenye jeuri na majivuno, anakuleta chini kabisa ili ukae sawasawa. Binadamu unatakiwa ukae sawasawa mbele ya binadamu wenzio, usijione wewe ni bora, usijione wewe ni top. Kwa hiyo hii ni miongoni mwa vikosi vile, junudun mujannada. Tuko kozi hapa, unaondoshwa ule ubinadamu wako ule unokujia ule wa kibri, cheo, kudharau watu, unawekwa sawasawa, ukae na watu vizuri. Kwa hiyo yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilu al-iddata walitukabbiru Allaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Hiyo ni aya ya suratul Baqara, aya 185. Wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, bunya al-islamu ala khams, Uislamu unajengwa katika mambo matano. La kwanza, shahadatun an la ilaha illa Allah, kushuhudia kwamba hakuna anayepasa kuabudiwa isipokuwa Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, na Muhammad ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Ya pili, wa iqamus sala, na kusimamisha sala, wa itau zaka, na kutoa zaka. Ya tatu, wa saumu Ramadhan, wa hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila, na kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani na kwenda Maka kuhiji. Uislamu unajengwa na mambo haya matano, ikiwemo mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Sasa vipi wewe utauacha? Manake ukiuacha huo, manake unaibomoa mwenyewe dini yako. Wa bihadhihi nusus, na kutokana na nasi hizo, kwa maana kutokana na aya na kutokana na hadithi ya Mtume, wama fi maanahu, na kile ambacho kimo katika maana yake, yulamu annahu la yasihu lilislam, inafahamika na ifahamike kwamba haifai kwa Muislamu man lam yasum shahru Ramadhan, yule ambaye hatofunga mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, haitofaa kwake Ramadhani, jahadan liwujubihi, yule ambaye anakanusha moja kwa moja, anasema kufunga Ramadhani si lazima. Yani yeye anafunga, sio kama hafungi, anafunga, lakini ndani ya nafsi yake anaamini kwamba hii kufunga Ramadhani si lazima, ukitaka utafunga, ukitaka utaacha. Anayefanya hivyo, hiyo haitosihi Ramadhani yake. Haya ametoka wapi? Anasema kwa mujibu wa nasi tulizisoma zile mbili, ile aya na hadithi ya Mtume. Huyu haitokubaliwa kwake yeye. Wa anna, na kwamba man taraka saumu lidhalik amidan, yule ambaye ataacha kufunga kwa maksudi, yu'tabar ghairu almuslim, yeye anazingatiwa si Muislam tena. Unaacha kufunga kwa maksudi, wewe unazingatiwa si Muislam tena. Sasa sitaki kusema wale mabaharia wa zamani washacha sana, wasema kazi ngumu kule melini na hivi na hivi, wanatakiwa walete toba. Mabaharia wa zamani simpo hapa, washaziacha sana hizo. Maana tulikuwa tukisikia zee wakija hapa afungi da, mimi siwezi kufunga kule, mimi siwezi kufunga kule, sema kazi nzito zile na nini, sijui miaka mingapi hajafunga. Wao wanatakiwa walete toba. Na kule kwa kwenda kwa Imam Nawawi na wengineo wanasema bwana, siwalete toba tu na azifunge, aanze kuzihesabu miaka mingapi vile, 10 aliacha, aanze kuzifunga kidogo kidogo. Ni hatari kabisa, wewe unazingatiwa si Muislam kabisa. Wakad warada anna man aftara yawman, na imepokelewa kwamba yoyote atakaye kula siku hii moja min Ramadhana, ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, min ghairi rukhsa, bila ya rukhsa iliyotajwa ndani ya aya tuliyosoma. Maana kuna rukhsa ipo kwa wale ambao wana udhuru, wale wasafiri na wengineo, wagonjwa, wamepewa rukhsa, wanaweza kula ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo wewe umefuturu siku hii moja tu, sijui kama ilikukaa au ndo hicho kiburi chako au vipi, siku moja tu. Lam yakdhihi,
hatoweza kuilipa funga hiyo ya siku moja, saumu dahri wa insamahu, hata akifunga dahri nzima, miaka 100, miaka 1000, hata akifunga yeye hatoweza kuilipa siku moja. Hapa unafundishwa nafasi ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwamba usiufanyie masahara kabisa kabisa, ukafanya masahara yako ukasema leo mimi nakula tu, maana leo naona leo jana naftari ilikuwa nyepesi hivi, kwa hiyo mimi nakula tu. Hapana, ni hatari kubwa kabisa. Wayurwa, na inapokelewa an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, fima rawahu Ahmad wa Abu Daudi wal Bukhari ta'alikan wa ghairuhum. Hawa wote wamepokea hadithi hii na wengineo wasiotajwa hapo. Mtume anasema man aftara yauman, yule ambaye atakula siku moja mchana wa mwezi wa Ramadhani, min Ramadhana min ghairi ruhsatin, bila ruhusa yoyote, yeye akajiona yeye ale tu, friji limejaa na uwezo anao, wala maradhin, hana ruhusa wala hana maradhi, haumwi, lam yakdhi anhu, hatoweza kuilipa hiyo siku moja aliyokula, saumu dahri kulli wa insamahu, akifunga hata miaka 100, hata akifunga hatoweza kuilipa siku hii moja. Yote hiyo inaonyeshwa nafasi ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Kila siku ni muhimu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Usiokadhani lile 10 la mwisho tu ndo muhimu. Inaanza tangu mwanzo hapa. Ni muhimu siku zote hii. Waman swamahu, na mwingine huyo anafunga na sifa hizi, maana yule kaacha, lakini mwingine ana sifa hizi. Yeye hajaacha, yeye anafunga, lakini mutabarriman, yeye anafunga lakini yeye anajiona yuko kwenye mateso tu, kwenye machofu tu. Nafunga mimi, nachoka, najichosha tu. Mutakarrihan, anachukia, anafunga lakini bwana anachukia. Mustakthilan lisiyamihi, anahisi uzito ile kufunga, ibada ngumu hii, anakiri ndani ya nafsi yake sasa hivyo vitu. Au swamahu, au amefunga liannahu la yuhibbu mukhalafati nnas, au anafunga lakini ye hapendi kwenda kinyume na watu, kwamba jamii nzima inafunga, mimi ndo niwe kobe. Kwa hiyo kufunga kwake ni hivyo, kwamba bwana, nyumbani watu wanafunga na mimi ndo nafunga, mtaani watu wanafunga na mimi ndo nafunga, nchi yangu watu wanafunga na mimi ndo nafunga. Akitupwa mainland tu hapo, bye bye. Akitupwa hapo tu hana funga moja, ambia bwana, mambo ya uchawini hatuachana kule Zanzibar kidogo mashallah, lakini huku ni aje. Kwa hiyo yeye anafunga kwa ile mazoea, watu wanafunga na yeye anafunga. Au liannahu ulida baina man yasum, kwa sababu yeye amezaliwa baina ya watu wanaofunga. Mimi nimezaliwa Zanzibar, mashallah, watu wanafunga na mimi mfunga. Kwa hiyo hicho kitu kikawa kinamjia ndani ya nafsi yake. Au anasema lianna abawaihi yasumunahu, kwa sababu wazai wake hawa wanafunga, baba anafunga, mama anafunga na mimi nafunga. Fa innahu, mtu wa aina hiyo alostajwa hapo, yufawitu ala nafsihi thawabu alazim, anajikosesha yeye mwenyewe thawabu kubwa kabisa, anajikosesha yeye mwenyewe, anajikosesha. Liannahu, kwa sababu lam yati bi sharti almaghfira, kwa sababu hakuleta lile sharti la msamaha. Sharti la msamaha ndiyo hadithi ya Mtume ambayo muttafaqun alayhi. Mtume anasema man sama ramadhana, yule atakayefunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, imanan, hali ya kuwa na iman, wahtisaban, na anataraji ujira kwa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atasamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Kwa kipengele hichi kinamkosesha yeye huyo. Kwa hiyo unakuwa wewe sasa kama wewe umekaa na njaa tu, unafunga, wewe unaona uko kwa mateso, unafunga kwa mazoea tu. Usifunge hivyo.
Funga hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ina ujira mkubwa. Ufunge kwa namna hiyo. Yakikujia hayo ndani ya nafsi yako, ujijue haya unayakosa. Hadithi hiyo muttafaqun alayhi, imepokelewa na Bukhari na Muslim. Ikhwani fillah, ndugu zangu katika Uislamu, saumu ina nafasi kubwa kabisa kama ilivyotajwa ndani ya Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Uislamu wako hauwezi kusimama kama hujafunga. Usifunge kimazoea. Funga kwamba hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Uwe na ikhlas ili Mwenyezi Mungu akuletee natija ya funga yako, ili Mwenyezi Mungu akupe kile ambacho amekisema, man sama Ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, man qama Ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sumu tasihu, yote haya ili uyapate. Uwe na imani pale unapofunga. Usifunge kimazoea kama vile ambavyo wanavyofanya baadhi ya watu. Tutosheke na hayo. Madukani huku tunasubiriwa, milango tumeifunga, twende tukawafungulie, tupate watu wapate wafanye manunuzi. Inatosha hapo. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayka. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, waghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف ذات بيننا واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وما قضيت لنا من الأمور فاجعل عاقبتها رشدا، فاجعل عاقبتها رشدا، فاجعل عاقبتها رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.